hawa ni mawahabi. Hawa vijana mawahabi wao tuletea vurugu ulimwenguni, wanaambia watu wawe masalafi salafi. Wasikia kijana anajiita salafi salafi salafi. Salafi gani? Vijana wafujo hao, vijana wafaya hao. Kama huyo kijana amekosea akajinadi na kujipiga kwenye kifua akajiona yeye ni salafi, hapo sawa, lakini kila Muislamu anastahili kuwa msalafi, anastahili kuwa katika Ahlusunna wal Jamaa. La sivyo umekula lawama wewe kwenye dini ya Allah. Leo nilikuwa najibu sauti fulani wamenirushia ya mtu mmoja anasema maneno kama hayo. Bwana, unaona hawa vijana hawa walikuwa ni mawahabi tu, wanaitwa wahabi. Sasa walipoona wamegundulika wakafanya jibadilisha wakajiita masalafi. Hapana Sheikh. Muhammad ibn Abdul Wahhab waliopata mrengo wake, wanafunzi wake, sio ambao walianzilisha kujiita masalafi. Hilo jina waliitwa watu wakubwa katika hii dini kabla ya Muhammad ibn Abdul Wahhab hajaumbwa kwa miaka mingi. Ndio huyu Imam Dhahabi kwenye kitabu chake Adhim Siyar A'lam Nubala anamsifia Muhammad. Sheikh al-Imam Dhahabi ni mtu wa zamani. Sheikh alikufa mwaka wa 748. Ibn Abdul Wahhab alikuwa mwaka wa 1100 na uchafu katika miaka ya Kiislamu. Sasa hili jina la salafi lilikuwa kabla yake, sio yeye na wafuasi wake ndio walianzisha. Anamsifia Ibn Salah. Ibn Salah alikuwa kama mwaka 500 kule. Anasema kana dha jalalatin ajiba wa waqarin wahiba wa fasaha wa ilmin nafi wa kana matina diyana salafia jumla. Huyu alim Ibn Salah ni mmoja katika watu wa hadithi, wanakuambia kama ukisoma kile kitabu chake cha mukaddima wewe huwezi kuwa muhadith. Kitabu muhimu sana, nikisoma nikakinukuu jumla zake. Anamsifia, anasema alikuwa ni mtu alikuwa na heshima ya ajabu, na alikuwa ni mtu mwenye unyenyekevu unatisha. Alikuwa ni mfasaha, ana elimu ya manufaa yenye kunufaisha, na alikuwa ni mtu wa dini kabisa. Mtu anaweza kuwa na elimu lakini hana dini, hana imani. Salafia aljumla, alikuwa ni msalafi. Kwani kwa sababu anamsifia, anasema sahiha nihla kafan an khawdi fi mazallati alaqdam. Alikuwa anajikinga kuingia kwenye elimu ya kuterezesha miguu ya ulama. Kuna elimu ulama wakiikanyaga wanakuuliza. Unajua elimu ya falsafa, ulama wote walikanyagaga, waliterezaga. Mpaka Imam Dhahabi alipokuwa na mtarjuma, alipokuwa na mfasiri Abu al-Ghazali, anakwambia arada an yatakayya alfalsafa falam yastati. Ametaka kuitema falsafa, alitaka kuitapika, aliinywa falsafa, akataka kuitapika, hakuweza. Kisha akasema kama sio akili, laula dhakaahu, kama sio akili za Abu Hamid al-Ghazali, la taifa, angeayuka kwenye elimu ya falsafa. Kuyayuka maana yake anakusudia angepotea. Kwa hiyo hili neno la salafi alikuanza leo. Sote tunastahili kuwa masalafi. Tatizo tu ni kuwa salafi sio mpaka uwadharau wenzako na uwabidiishe wenzako na ujipige kwenye kifua, mimi ni salafi, anaandika yeye ni salafi. Sio lazima.
al-ukhtu salafia, yani dada msala, sio hiyo. Kwa kifupi tuko Islam, dalili ya kwamba sote tunastahili kuwa masalafi ni kwamba hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwakuta maswahaba zake, kwa sababu salafi maana yake ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba na matabi na maimamu uongofu kwenye aqida, ndio maana usalafi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaona maswahaba zake kwenye masala ya aqida hawafati alivyofundisha, anachukia, anawakasirikia wao. Katika sura Ibn Majah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi wa hum yaftasimuna fi alqadar wa hum yaftasimuna fi alqadar. Abdullah ibn Amr ibn As anasema siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kwa maswahaba zake akakutana wanazozana kuhusu makadara. Kuna wenye wanasema Mungu ashapanga na wanatoa na aya, zile aya zenye Allah anaonyesha ameshapanga, wa tashauna illa ma tashauna illa ma sha Allah. Wengine wanasema Allah hakupanga, wanatoa aya lima shaa minkum yastaqim. Mtume akaona masahaba walikaa kabisa wanazozana, au wanatoa aya wanazozana kwa masala ya makadara, masala ya aqida. Fakaannama yufqa'u fi wajhihi habbu rumman min al-ghadab. Mtume akageuka mwekundu kwenye uso kwa hasira, kana kwamba alipakwa mkongomanga. Faqala bihadha umirtum au lihadha khuliqtum. Tukaambia ndivyo kisi mlivyoamrishwa nyinyi maswahaba, ndicho mlichoumbiwa hicho. Tadribuna alqur'ana ba'dahu bi ba'd, mnachukua Qur'ani mnaipiganisha, wewe unachukua hii aya ni ya kwangu, wewe unachukua aya kwake. Bihadha halakatil umamu qablakum, ndivyo jinsi umati zimehiliki kabla yenu. Abdullah bin Amr anasema ma ghabatu nafsi bimajlisi تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غضبت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. Anasema kama kuna kikao mtume alikuwaka, kama kuna kikao ambacho mtume alikuwepo, sikupenda nikose, ndio hicho kikao. Nimetamani nisingekuwaga katika hicho kikao, kwa sababu mtume alikasirikia kitendo hicho. Masala ya akida, masala ya akida sio masala ya kuchezea. Shekhe, inabidi tuyasome, tusikize gisi tulivyofundishwa. Abdullah bin Umar alimwambia Iraki kuna watu wanasoma Qur'ani na wanatupia elimu, lakini kisha kuonekana hao watu wanasoma Qur'ani si kwa kusomeshwa na ulama kama hawa wenye tuko nao kwa leo, eti na wenyewe wanasoma Qur'ani kwa njia ya mitandao, kwa njia ya Kifaransa. Sio lazima tuikae kwa mashehe, sio lazima sisi tunasomesha, sio lazima tuende Waarabu. Tunasomesha sisi Qur'ani tunajua kwenye mitandao, wanakuwa na wenyewe mashehe. Basi hawa watu kama hawa wanakuwa na mambo mapya ya maajabu ajabu. Wakapatikana watu wako Iraq na wenyewe wanafanya hivyo. Basi wakaambia bin Umar kuna watu huko Iraq wanakataa makadhaa. Na wa kwanza kabisa anasema kwenye hadithi ya Sahih Muslim, awwalu man ankara alqadar Ma'bad al-Juhani. Mtu wa kwanza alianza kupinga makadara ni huyo jamaa anaitwa Ma'bad al-Juhani. Unajua kisi bin Umar anamwambia mkiwafikia hao waambie mimi nikubali nao na wenyewe kubali nao. Kwa hiyo masala ya aqida unaweza kumuhama mtu, bali al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-Imam Ahmad ibn Hanbal yeye na ulama wengine wakubwa walifikia kukariri kwamba mtu ambaye anakhalifu akida moja katika akida za masalafu, huyo anakuwa ni mtu wa bid'a moja tu, licha ya bid'a. Katika kitabu chake As-Sunna asema hadhihi madhahibu ahli al-ilm wa ashabu al-athar wa ahli as-sunnah al-mutamassikina bi'urwatiha al-ma'rufina biha المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركته من علماء الحجاز والشام وغيرهما عليها.
Anasema nadhani kutajieni madhehebu ya wana wa elimu na watu wa athari na sunna wenye kuzishikilia wanajulikana kwazo, wanastahili kuigiwa kuanzia kwa masahaba wa Mtume mpaka leo hii nikadiriki kwa ulama wa Hijaz na Sham na vijiji vingine. Faman khalafa shay'an min hadhihi almadhahib, atakayekhalifu moja katika hizi aqida au ta'ana fiha, au akatia dosari kwazo, akazitia dosari, au abaqa ila, au akamtia aibu aliyesema hizi aqida, mwenye kuitakidi hizi aqida na kuzikubali, yani mtu ambaye ajitahidi salafi anakubali hizi aqida, au mtu ambaye anapata madhhabu ya sunna anakubali hizi aqida, pakaja mtu akamtia aibu. Kwa sura gani hao? Kwa ujuzi unajua kabisa kwamba unafanya kosa, au vijana wakorofi hao, fa huwa mukhalifun, huyo mwenye kumtia dosari ndio anakuwa mkhalifu, mubtadi'un, anakuwa mtu wa bid'a. Atakaye khalifu tu moja wa kharijun an aljamaa, atakuwa ametoka kwenye al-sunna wal jamaa, zailun an manhaji sunnati wa sabili alhaq, ameenda kinyume na manhaji ya sunna na njia. Akazitaja aqida nyingi za masalaf. Ndio tuko tunasoma leo, tuko aqida leo, tuko tunasoma aqida, tuko tunasoma aqida ya ngapi? Tuko tunasoma aqida ya tungali tuko aqida ya pili, tuko aqida ya pili. Ndio hii tunamalizia kipengele chake cha tatu. Tushasoma darasa mbili katika imani, ni kuhusu masala musamma al-imani. Imani ni nini kwa watu wa sunna? Ndio tunasoma imani ni nini kwa watu wa sunna. Tumesoma vipengele viwili tukafasiri imani kwa urefu. Leo tumalizie kipande kimoja cha mwisho kifupi. Anasema Sheikh, la yadkhulu an-nara man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman, hatoingia peponi mtu ambaye hatoingia motoni mtu ambaye kwenye roho yake pao kipengele huko punji mithqal, uzito wa haba wa mbegu ndogo ya imani, haingii motoni. Hiyo ni akida ya sunna jamaa. Mtu hata ukiwa na akida, ukiwa na imani ndogo waje, utaingia peponi tu, hata kama utaingia motoni mwanzoni. ومن هذا المنطلق الشرعي فهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. na ndio maana watu wa sunna, hii ni katika akida za watu wa sunna, huwa hawamkufurishi mtu yoyote katika Uislamu akifanya dhambi. Kwa dhambi tu hawamkufurishi, illa bidhanbin yazulu bihi aslu al-iman, isipokuwa ile dhambi ambayo inatoa imani, asli imani. Ndivyo Kiswahili Ahlusunna Waljamaa. Kwa hiyo wale watu ashabu takfir, wale watu wanapenda kufurisha watu, hawako katika maneno sahihi. Anza kuwa ni mtu wa sunna, lakini tu amekosea kwa kutojua maskini, au amekosea kwa upungufu wa kibinadamu. Anza kuwa ameshabiriwa na ushabiki, akajikutana amekosea hiyo. Kwa kifupi, kumtoa mtu katika sunna sio jambo lepesi. Kweli Imam Ahmad amesema atakayekhalifu mmoja, huyo ni mtu wa bid'a, lakini ipo misingi ya kumtoa mtu katika sunna. Kwa hiyo utasikia leo watu ule alivaa msalaba bwana, ule ni Muislamu anasali, kafiri tu, msalaba kafiri tu. Wewe acha hivyo bwana, si katika mwenendo wa sunna. Mwenendo wa sunna mkufurishi mtu au kufurishi mtu hiyo. Wala ule jamaa tumeona amefunga ndoa kanisani bwana, ule ashakuwa kafiri bwana, amekuwa kafiri. Kafiri hawi hivyo, ni dhambi kuingia kanisani, kwenda kufundishwa ndoa kanisani ni dhambi. Lakini je, inamtoa mtu katika Uislamu? Bado. Na haya natoa mifano kwa sababu ni matokeo yashatokea katika watu ambao walikuwa na jazba ya kujilipua huko nyuma. Waliwahi kuandika kitabu wakamkufurisha mfalme wa Saudia Fahad, eti alipokuwa Uingereza pale walimpa zawadi ya msalaba. Ilikuwa ni zawadi
ikawa ile zawadi inaonekana iko na kamsalaba, wakamkufurisha. Mimi ni zawadi nipokea, kumkufurisha mtu ni kama kumbidiisha mtu. Leo tunakufurishana sana kumkufurisha mtu ni janga, si katika mwenendo wa maswahaba. Hawamkufurishi mtu yote ambaye ni Muislamu kwa dhambi, isipokuwa ile dhambi ambayo sheria zimekariri kwamba inavuta na kuvunja imani ya mtu, ndio wanamkufurisha kwa. Allah anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hato msamehe atakayefanya shirki, lakini atamsamehe atakayefanya dhambi kinyume na shirki kwa yule amtakaye. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na mtume akasema atani Jibrilu alayhi salam fabasharani annahu man mata min ummatika la yushrik billahi shay'a dakhala aljanna. Mtume anasema amenijia Jibril akanipa bushara, akanambia atakayekufa katika umati wako, atakayekufa katika umati wako hafanyi shirki ataingia peponi. Qultu wa in zana wa in saraqa, nikamuuliza Jibril, hata huyo mtu katika umati wangu amezini au akaiba, ni hivyo ataingia peponi? Qala wa in zana wa in saraqa, hata akizini akiiba ataingia peponi. Bana ule malaya tu ule kafiri, la, umalaya haukufurishi mtu. Ule ni mwizi wa kupindukana, ule ni kafiri tu, hatuwezi kumsalia ni Muislamu. Bana ule alikuwa ni mvuta bangi kabisa, ule hatuwezi kumsalia sisi. Sawa, anaweza kaacha kumsalia yule imam al-muqtada bihi, yule imamu anaigiwa, lakini ile maiti ikienda kuzikwa hakuna aliyeisalia. Waislamu wote katika hicho kijiji yote wapata dhambi. Kwa hiyo haya madhambi kinyume na shirki hatumkufurishi Muislamu. Naam, anaweza kaingia mzinifu motoni kutokamana na dhambi zake za zina, lakini hatodumu, kuna siku atatolewa. So mtu sema kama ndivyo basi hata tuzini. Kuingia motoni siku moja unajua ni maharage. Bora jisemesha huko duniani haujaona hayo majanga. Ikiwa kama hapa duniani kwenye stress tu ndogo, mtu unakuwa unajitahidi kutimiza sheria kwa kuogopa stress. Na hivi kama hapa Ulaya wanakutishia usalama kwamba utarudisha kwenu ukifanya jambo fulani, utalifanya wewe? Ulifanya Sheikh, wanakutishia usalama kwa ukifanya jambo fulani utarudishwa nyumbani, ulifanya tena kule nyumbani utakufa, somo tu unaogopa stress za kule. Sasa wewe ndio unajisemesha mimi tuambia kwenye darasa acha tuzini, tutaingia tu peponi, tuacha tujiingie motoni. Mimi nakwambia maneno ya Mtume sallallahu. Sasa hayo utajijua mwenyewe, lakini asikudanganye mtu motoni hata sekunde hapa kadiki. وقال الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه الإيمان نزه فمن زنى فارقه الإيمان. Sahaba wa mtume mwema Abu Huraira anasema imani ni kitu kisafi, atakayesubutu kuzini basi imani atakuwa ameiweka nyuma. fa in lama nafsahu rajaa wa rajaa rajaahu al-iman. Imani ni kitu kisafi, ukisubutu tu kuzini ile imani yako inakuacha, inatoka. Kisha ukilaumu nafsi yako ukajirejea, kwa nini nifanye hili tendo lichafu kweli, hili tendo libaya kweli, linanuka, hili tendo linadhalilisha, hili tendo libaya, imani inakurejelea. Kusikitika kwako tu na kujuta kwako, imani inarejea. Kwa Kiislamu kuna wakati kilio chako Allah anakihitaji. Mpaka Ibn Qayyim kwenye kitabu chake kimoja kinaitwa Madarijus Salikin anasema kuna wakati mwenye kufanya dhambi hata kuwa bora kuliko asiyefanya dhambi. Yule mwenye kufanya dhambi alikaa kajutia siku mzima,
hivi kweli mimi nikifa mimi nitakuwa wa nani? Mimi ni mtu anafanya maasi, lakini anajutia. Mathalan anaweza kuwa ni mwanamke atabia kichwa wote, lakini anasikitika, anajutia, wallahi ya Rabbi, nikomu kwa hii hali, kwa kweli hali mbaya kweli, hali nzito hii, nikifa kweli itakuwa ni Allah ataniadhibu jamani. Huyu anaweza kuwa bora kuliko yule mwenye kuvaa jilbabu anajivuna. Nasema ni watu wa motoni, watu wa motoni hao, mbafu hao, anadharau watu. Kwa hiyo watu wa Kiislamu, kufanya dhambi, jutia na tubia na rejea kwa Allah ni bora sana kuliko mtu mwenye hajutii na asikitiki kwa madhambi anayofanya na anajiona kama yeye amefaulu na anajihesabu katika watu wa peponi. وقال الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه، na sahaba mtukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Darda radhiyallahu anhu anasema, mal imanu illa ka qamisi ahadikum yakhlawhu marratan, imani ni kama tu kanzu ya mmoja wenu anaweza kaivaa muda fulani, wa yalbasuhu ukhra, na anaweza kaivua muda na akaivaa muda mwingine. Imani kama nguo, unaivaa na unaivua. Wallahi ma amina abdun ala imanihi illa sulibahu fawajadahu faqada. Na hapa nasema wallahi, mtu atakayethubutu kujiamini kwamba yeye ni mwana imani, ni mtu wa peponi, Allah tabaraka wa taala humnyang'anya imani yake, anaweza kujikutana hana imani. Afa aminu makra Allah, hivi nyinyi mnajiamini kwamba Allah hawezi akawabadilisheni akawapindueni kwa mwana imani kama munafiki? Kuna watu wajipiga mifua sio, sisi ni watu wa imani bwana, sisi ndio watu wa peponi. Mtu anasema yeye ni mtu wa peponi. Hapana shekhi, sifanye hivyo. Hapana, sisi ndio masalafi, sisi ndio kundi lilookoka. Sema nataraji kuwa kwenye kundi lilookoka, nataraji kama niko salafi, ikiwa kama inahitajika kusema hivyo, nataraji kama niko katika watu wa sunna. Sema hivyo shekhi, Allah akusalimishe. Lakini kujipiga mkifua, anakuambia Abu Darda usifanye hivi, Allah anataka kubadilisha, akakugeuza ukawa mbaya zaidi. Maswahaba walikuwa wanajiogopea nafsi yake, mpaka wanakuambia Umar bin Khattab aliwahi kumfuata Hudhaifa bin Yaman, akamwambia hal tajid ismi bainahum, jina langu nalipata kwa wanafiki? Ile listi ya wanafiki Mtume alikupa nimo na mimi nimo. Hudhaifa akamwambia wewe haumo, na sintomwambiaga mwingine, sababu ni siri ya Mtume aniwekesha. Wanakwambia Umar anakwambia alikuwa akifa mtu Madina, tunamngoja tunamngoja Hudhaifa bin Yaman akija kumsalia ndio tunamsalia, kama hakuja hatumsalii, yuko katika ile list. Watu hawajiamini, wanajiamini tu bwana. Na ndio ile marehemu, marehemu fulani, wewe umejoja kama marehemu, sema Allah amrehemu, hapana kusema marehemu fulani. Hili neno limekithiri kwenye ndimi zetu, limetoka Misri likahamia Tanzania mpaka nyumbani. Hili neno Saudia hamna. Sasa hivi marehemu bin Taymiyyah hamna, marehemu bin Abdul Wahhab hamna, marehemu bin Baz hamna. Ni mambo ya nyumbani. Marehemu Sheikh Sufu, marehemu Sheikh Bakar, Sheikh sema Allah amrehemu Ibn Taymiyyah, Allah amrehemu Ibn Baz, Allah amrehemu Al-Albani, Allah amrehemu Ibn Uthaymeen, Allah amrehemu Sheikh Yusuf, Allah amrehemu Abu Bakar. Sema hiyo utakusema, sema sasa, sio marehemu. Marehemu wala hujaomba tadua, sababu marehemu unakuwa na hakikisha kama amehurumiwa shekhi,
Abu Darda anakataa, anasema wallahi ma amina abdun ala imanihi illa sulibahu fawajadahu faqada, mtu yote atakayejiamini kama sisi ndo tumefaulu, Allah anaanza akakugeuza kunyang'anya imani yako. Waqad thabata an habri al-umma Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yad'u ghilmanahu ghulaman fayaqulu lahu. Hichi kitabu ni azizi, wala kitabu kizuri sana. Inathibiti kwamba padri wa huyu umma, baba yani manake turjumanul Quran, kigogo wa elimu kwa maswahaba, Abdullah ibn Abbas, Allah mridhie na baba yake, alikuwa mara nyingi anawaita vijana wake, kila kijana mmoja mmoja, unajua anamwambia aje, ala uzawijuka, wewe kijana, kama unataka kuoa nabii, kama mambo ni mazito nabii, kwa sababu wewe ndio unajua nafsi yako. Kama unajua unahangaikaga kitandani nabii, kwa nini mzee ana wale vijana wake watumishi, anaambia niko tayari mimi kukuoea. Subhanallah. Kwa Islam ndio hali ya wakati wa zamani. Wakati zamani walikuwaga mzazi anawaoea watoto zake, anawatafutia mahali watoto zake, anaambia bana, nimekupatishia mchumba, inabidi uoe. Ndivyo kisi zamani ilivyokuwaga. Lakini leo nakalewa mtazamo mtoto wako, niletee mchumba nikuozeshe. Akuletee mchumba, wewe mwambie, mtafutie wewe mchumba, mtafutie mahali, muoe mtoto wako kijana. Ndio kisi walivyokuwa. Ibn Abbas ndio anakuambia, alikuwa anaita vijana wake, shauri kijana ameweza kubali ile miaka ya kubali, na njoo, hali ni nzuri, ahwali zako ni nzuri, au hali zimepandiana, ni kuoe. Kwa nini mzee? Anawajibu, anaambia ma min abdin yazni, mja wowote atakayezini, ma min abdin yazni illa nazaa Allahu minhu nura al-iman, atakayethubutu kukanyaga zina, nuru ya imani na yangani. Una imani wewe? Na ndio maana Umar akawa anasema zawiju auladakum idha balaghu, waozesheni watoto zenu wakibaligh. Hii ni faida, haipo kwenye kitabu, nimetoa pembeni. Mtoto wako akishabaligh, fanya mikakati ya kumwozesha, kai la tahmilu athamahum, la sivyo utabewa madhambi yake. Kama anafanya uchafu wake, na wewe baba unachangia madhambi. Na hizi hali Ulaya ndio tunawakumbusha sana. Ulaya kwa mtoto wako ameshabaligh, wewe umezubaa, umekaa tu. Ulaya fursa za uzinifu ni nyingi, ni nyepesi sana. Umekaa tu. Kijana wangu, tafuta maisha kwanza, maliza masomo kwanza, ndio uoe. Sawa sawa. Wewe unajua kule masomoni wazungu wanawafundisha kisa utajikinga na mimba. Wanakuambia wazungu wanawafundisha watoto kubeba mimba ni urofa wako. Unakuwa kilofa kubeba mimba. Wako njia za kujikinga na mimba. Watoto wanamaliza habari zao huko. Umelala tu mzazi. Ukiona tu mtoto wako amebaligh, muitishe ufanye kama hivi Ibn Abbas. Mwambie nikuozeshe. Tena Ulaya pako wepesi, wana pesa yao watoto. Unamwozesha shekhi. Kwa sababu la sivyo, na akizini, na wewe mzazi uko na fungo lako la zina yake. Wewe mzazi uko na fungo la zina mkuu, anapata dhambi na wewe pia. Tena ukoba kuoa bana, sijajipanga maisha, sijajipanga kwenye maisha. Nataka ujipange aje sasa, wewe na hicho viwili. Tazawwaj fal hayatu bila ziwaji, kama yamshi wahidan fi falati, فلا هو في النهاية حاز خيرا ولا هو ذائق طعم الحياة، فدع عنك التشاؤم واعتزل ولا تأبه لتخريف الغوات وأكمل شطر دينك يا صديقي وخذ نصحا من الناس الثقات. هم شايلة بيما تزوج فالحياة بلا زواج، olewa. Maisha bila kuwa na mwenzako ni kama mtu ametembea peke yake kwenye jangwa. Porini uko peke yako.
Jangwa likubwa, ulimalizi hilo jangwa, na maisha bila kuoa upate utamu wa maisha. Kwa hiyo acha kushikilia ubaya, acha kushikilia ubaya, na usikatae habari za ndoa kwa kuchafuliwa ndoa na watu wapotovu. Watu wapotovu washachafua habari za ndoa, nakwambia bana, unajua ndoa ni kujifunga kamba. Unaoa ngali mapema, ngali mtoto mdogo unaoa, ngali kabebe unaoa, ndio maana mtakuja kuachana. Wanavuruga shekhe, wanakwambia soma kwanza bana, maliza masomo yako, uwe na akili, uwe na elimu yako, mwanaume asikutesi. Wewe ndio mtesi. Hao kama wanawake wamesoma wanatesa wanaume, si uje ukula. Mimi sikataa wanawake kusoma, lakini wanasema la verite, uhakika wa mambo. Watu wakwambia na Kifaransa, wa akmil shatra dinika ya sadiqi, kamilisha nusu ya dini yako rafiki yangu. Ndoa ni nusu ya dini. Hadith sahih, asikwambie mtu kama ni dhaifu. Wa khudh nushan min an-nas thiqat, hiyo ni nasaha ya watu wenye wa kweli, wanakubalika. Ndio wanatoka nasaha kama hizo. Ukisikia mtu anakuambia nasaha ya kuoa mapema, huyo mtu ni mtu mwenye busara, anakubalika. Sasa watu wa Ulaya, jitahidini mwanze kufuata dini, wasichana wenu na wavulana wenu, marafiki kwa marafiki, watu wa darasani, tafutianeni waume watoto zenu. Mimi kwa kijana wangu mwanaume, mimi kwa msichana wangu, tufanye mbinu za kuoa, waoane. Sisi ni watu wa madarasa na wenyewe wanasoma dini, wakitokea tatizo tutakuwa tunawasaidia. Nyinyi kwa nyinyi, jitahidini vijana wenu na binti zenu waoane mapema. Sisi tunasoma hizi darasa ndio mfate. Mkifuata wazungu wanafundisha ni kinyume na hivyo, wanamwambia mtoto ujifundishe kutoa mimba, kijikinga na mimba. Habari za kuoa sio sasa hivi, ndio wanafundisha zina. Tunakutana na watu katika watu wetu na wenyewe wana support. Habana shiache kuambia kuadibisha watoto mambo ya ndoa ngaliki mapema, na haya mambo ya zina mbona wewe kuambia kule. Wasaalahu Ikrimah rahimahullah kaifa yunzau minhu al-iman qala hakadha. Ikrimah kamuuliza Ibn Abbas, vipi imani mtu akizini anaondolewa? Akamuonesha wahakadha, washabaka baina asabi'ihi thumma akhraja, kafanya hivi, akaambia imani inatoka hivi, yani inatoka kwenye roho. Fa in taba ada ilayhi hakadha, ukitubia inafikiri kurudi tena pia. Washabaka baina asabi'ihi, akawa amefunga vitanga vyake, imani inatoka hivi. Dhambi sio jambo lepesi, dhambi ni jambo ni janga jambo. Na mtu mwenye hataki kuoa, hataki kuolewa, mchunguzeni, huyo mtu ni mtu mbaya. Kalia tu, unaona mimi najikinga, alhamdulillah. Inawezekana kwenda najikinga, lakini wadogo. Lakini watu wenye hawakuolewa hawana heshima, tena ni watu waovu. Sio wote, usiniwekee befu, usitizame kwa division, baadhi, wengi ndio nakusudia. Wanaishi bila mume bana. Tena kuna majumba wengi sana wanawake wanaishi bila waume Ulaya. Labda aliachanaga na mume wake, anakataa hivyo miaka kwenda. Wakimwona tu fulani achezea karibu na nyumba yake, wanamtuhumu, wanamshakia, na wanakubali kabisa. Mpaka tumefika Ujerumani, maswali yanakuja kama hayo. Nakwambia mwanamke yuko tayari kuishi miaka kwenda Ulaya, huyu ulimwengu matunda na nyama na samaki, hana mume. Ukitaka kumuoa anakwambia unataka nikupe makaratasi, unatafuta makaratasi wewe. Sasa kama unatafuta makaratasi, hautaki sasa tuoane, hataki. Bora uone. Subhanallah, subhanallah. Watu wenye hawataki kuolewa, hawataki kuoa ni dalili ya uovu. Haya ni maneno ya Amiru bin Umar alisema, sio mimi. Sasa vibaya ukashirikia. Amesema aje Umar bin Khattab. قال طاووس رحمه الله تزوج أو لأقولن لك ما قال عمر بن الخطاب
لأبي الزواد ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. Alimwambia mtu mmoja, kama udeko nitakwambia maneno ya Umar. Alimwambia Abi Zawad, alimwambia hivi, mtu ambaye hataki kuoa au kuolewa ni mmoja katika watu wawili: ima hana uwezo, hana pesa, maskini, akiomba mahali hana za kutoa, au ni mtu muovu. Ni mawili tu, mchunguzeni. Kama iko na pesa, iko na uwezo, hataki kuoa au kuolewa, muovu. Pita muda mrefu. Wa ahli sunnati wal jamaa, watu wa Islam, ahli sunna wal jamaa yarawna jawaza al-istithna fi al-iman istihbaban la ijaba. Ahli sunna wal jamaa wanaona tukushika kuna kitu hapa chini alikasema kawaida. يقول الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسطة وبغداد والشام ومصر، لقيتكم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، ويذكر أسماء العلماء وهم أكثر من 50 عالما، ثم يقول رحمه الله. أنا سمع إمام البخاري nimekutana na zaidi ya ulama 1000 katika wana wa elimu Hijaz, Makka, Madina, Kufa, Basra, hivi vijiji vya Iraq, Wasita, Baghdad, Sham, Misri. Nikakutana nao mara baada ya mara, so mara moja. Nimewadiriki wote bado wangaliki hai, miaka 46. Akataja majina yao zaidi, wahum akthar min 50 alim, zaidi ya ulama 50. Thumma yaqul rahimahullah, kisha akasema waktafaina bitasmiyati haulai kay yakuna mukhtasar. Akataja wadogo ili afupize, wa alla yatula dhalika, wasiwe warefu. Fama raaitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-ashya, sikumuna hata alim mmoja ana khalifu haya nitakuyasema. Hizi aqida anna ad-din qawlun wa amal, aqida ya kwanza, dini ni kauli na vitendo. Hautakuwa muislamu bila ya kauli na vitendo. Liqauli llahi ta'ala, kwa sababu Allah anasema wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyim. Hawakuamrisha watu isipokuwa maabudu Allah kwa ikhlas, kwa kumkusudia yeye, kwa kuacha shirki, wasimamishe swala, watoe zaka. Wewe si muislamu eti kwa sababu unatoa shahada huko hino wasahali. Thumma yasrudu baqiyata i'tiqadi, kisha Imam al-Bukhari akataja aqida za Ahlusunna nyingi sana ambazo amezichukua kwa ulama ambao ni wengi. Tazama kwenye sharh usul i'tiqadi Ahlusunna wal Jamaa lil-Imam al-Lalakai. Leo mtu anakuja kuambia bana Ashaira na wenyewe wana ni Ahlusunna wal Jamaa. Ulama wa Ashaira ndio wengi, baada ya zile karne 3 ni wengi ndio walipeleka Uislamu. Wao unasikia hao Imamu Bukhari kwambia zaidi ya ulama 1000 wote wanaitakidi akida ya masalaf. Miongoni mwanzo Allah yuko mbinguni, arshi, juu ya arshi istawa. Waulize mashaira kama utakubaliwa. Watu wanasubutu kusema tu maashaira ndio wengi. Acha hivyo. Yarauna, anasema Ahlusunnah wal Jamaa yarauna jawaz istithna'i fi al-iman istihbaban la ijaba, ay al-qawl ana mu'minun insha Allah, والاستثناء عندهم أولى من عدمه لأنهم لا يجزمون لأنفسهم بالإيمان وذلك لشدة خوفهم من الله. سبحان الله. watu wa sunna wanasema inajuzu kusema mimi ni mu'min, ni muaminifu insha Allah, Allah akipenda. Wanaona kama inajuzu kwa kupendekeza, sio lazima useme, lakini ni pendekezo. Mtu unapotaka, ikihitajika, ukikuuliza uko mu'min, unaweza kusema ana mu'min insha Allah, lakini kama ikuhitajia usiseme. Ni mfano leo mtu hii hali tunapenda kupigia mfano vijana. Kama kijana anaandika jina lake fulani bin fulani as-salafi, haitajiki shekhi. Kama mtu aseme fulani bin fulani mu'min, haitajiki mpaka ihitajiki. Wakuulize bwana, kweli imani ipo kweli? Ana mu'min inshallah, imani ipo inshallah. Umekaza kabisa kiimani, unawaambia hivi.
inapendekeza walistina inda aula min adamihi. Tena ni bora sana uweke insha Allah kuliko kuacha kusema, kwa sababu inaweza kuwa wewe sio mwaminifu. Napenda kumwona Imamu Albani kwenye hadithi ambazo haikushua nazo, anasema hii hadithi ni sahihi insha Allah. Yani insha Allah ni kutaka kujidhalilisha, kuonyesha kwamba hauko shua na kitu. Ni muhimu sana, ni kutaka kuonyesha kama yani ni tawadhu, eti liannahum la yajzimuna li anfusihim bil iman, kwa sababu hawahakikishi nafsi zao kama ni watu wa imani, hawahakikishi. Wadhalika lishiddati khawfihim min Allah, kwa sababu wanauoga na Allah, hawajijui uhakika wa ndo mtu wa imani. Mtu wa imani hakuja na jiamini, wala jiamini hapa, aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqawm khasir. Sijui kama ni hadithi, sijui kama ni athari sahihi, wanakuambia eti Abu Bakr Siddiq katika gisi alivyokuwa anamuogopa Allah na anaogopa kitimbi cha Allah, wanakuambia akiingiza mguu Allah anambia ingia peponi, akaingiza mguu wa kulia hajaingiza wa kushoto, hatoamini kama huenda Allah akamwambia rudia, hajiamini. Ndio imani. Wal'uhtatu ala man qala hadha, na aliniambia ile neno, alisema ile neno yeye ndio tumwachie mzigo, kama itakuwa ile neno la uongo atajiji mwenyewe. Nimefikisha wa ithbatihi min alqadar wa nafihi min tazkiyati nafsi. Watu wa sunna huwa wanajaribu sana, wanajitahidi sana kuthibitisha makadara na kujiweka mbali na kusifia nafsi zao. Page ni karatasi ya 109. Wanakataa kabisa kusifu nafsi zao. Page ni 109. La shakka fima yajibu alayhim al-iman bihi, so kama hawajiamini kama ndio watu wa imani, lakini hawataki kujisifu. Walakin khawfan alla yakunu qad qamu bihaqa'iq al-iman, lakini kwa kuogopa labda kuna vipengele vya imani vimefanya upungufu. Warajaa an yatu biwajibati wa kamalati, na kutaraji kujishusha mbele ya Allah, kwa sababu man tawadha lillahi rafa'ahu. Ukimwonyesha Allah kama umenyenyekea, Allah anakuwafikisha na kunyanyua. Wanafanya hivyo kwa kutaraji Allah awafikishe kukamilisha wajibati za imani na vikamilisho vya imani. Lianna al-iman al-mutlaq yashmalu fi'la jami'i at-ta'at wa tarki jami'i al-manhiyat, kwa sababu mtu mwenye imani kabisa, huyu ni muumini, ni yule ambaye ametimiza taa zote na akaacha katazo zote. Unaweza kaacha katazo zote, hapo hapo ulipoikaa unajisahau na mteta mwenzako. Hapo hapo ulipoikaa unajisahau, unachukua maneno umesikia huko unapeleka kule, watu wanagombana, watu wasemeshana. Hapo hapo ulikaa hausemeshani na fulani, unasema kama mtu wa imani wewe. Ibn Hajar al-Asqalani kwenye Fathul Bari kwenye mlango kitabu al-Iman Sahih al-Bukhari, kwenye vipengele vya imani, ule mlango wa vipengele vya imani ametaja vipengele vya imani 79. Unaweza wewe sikiliza, wewe darasa, kuna darasa nilisharehesha ili uwe muumini mpaka uvikamilishe hivyo. Wayamnauna al-istithna idha kana ala wajhi ash-shakk fi al-iman, na wanakataa usiweke insha Allah ikiwa kama ni katika njia ya kushakia imani yako. Lianna shakka al-abd fi imanihi kufr, kwa sababu ukishakia imani yako ni kafiri. Bal yaqsiduna min dhalika nafi ash-shakk fi imanihim min jiha, bali wanakusudia kukataa kushakia imani yako katika nyanja wa adam al-jazm bi kamalihi min jihati ukhra, na kuacha kuhakikisha ukamilifu wa imani yako kwenye sehemu. Maana yake kuna sehemu inajuzu useme mimi niko muumini inshallah, na kuna sehemu nyingine haijuzu. Vipi? Mfano bwana, hivi vitu kweli wanavyofanya, maana yake mwe waumini, mwe Kristo anasema mwe waumini mwe mtaingia peponi. Anasema sisi waumini tutaingia peponi. Hapo haijuzu kusema inshallah, kwa sababu hapo ni wakati wa kuonyesha kama uko na yakini na Uislamu wako. Maana yake mtu kwa Muislamu na kuhakikisha kama Uislamu ni watu peponi, inalazimika hilo jambo uwe na yakini nalo 100%. Muhakikishie Kristo kwamba sisi Waislamu ndio watu wa peponi. Hapo utasema kama tujishushe bana, tusiwaambie hivyo, wacha tuambie kwenye darasa
tujishushe, tusihakikishe mambo kama hayo. Hapo fasi ya shaka, hapo inabidi uhakikishe. Bwana, masalafu ndio watu peponi. Naam, masalafu ndio kundi lililokoka, masalafu ndio kundi litakalokuwa la peponi, unahakikisha. Lakini ikiwa ni katika nyanja ambayo sio ya shaka, ni nyanja ya tazkiyatu nafsi, hapo inabidi uweke inshallah. Wewe kwa salafi inshallah, uko mu'min inshallah, mimi mu'min inshallah. ويكرهون السؤال عن الإيمان بهذه الصيغة ويرونه بدعة. والأدلة على قولهم في جواز الاستثناء كثيرة جدا في الكتاب والسنة وآثار السلف وأقوال الأئمة والعلماء. na wanaona sio vizuri kumuuliza mtu kwamba uko muumini, haihitajiki. Wanaona kama ni jambo ambalo halihitajiki, kwa sababu hawakufanya hivyo maswahaba. Wanaona kama ni bid'a kumuuliza mtu wewe ni muumini. Haya mambo yalikuwepo wakati huo wa nyuma, yakaleta fitna. Hivi hayapo, yalileta fitna mpaka ilifikia hatua mtu mwenye anasema mimi ni muumini inshallah, walikuwa khilafu. Baadhi yao wanasema kusema mimi niko muumini ukasema inshallah ni ukafiri. Kuna katika madhehebu ya Hanafi, inanukuliwa kwa madhehebu ya Hanafi, amesema sahib kitabu fiqh sunna kwenye mukaddim, katika madhehebu ya Hanafi kuna watu walifikia hatua mtu anasema kama yeye ni mimi ni muumini inshallah, huyo ni kafiri, kwa sababu anashakia imani yake na hastahili kuoa, msimuozeshi, ni kafiri. Na kama ameshaoa binti ya Kiislamu, vunjeni hiyo ndoa, ni kafiri, ameitati. Na katika madhehebu ya Shafi wako wanajuzisha. Madhehebu ya Hanafi na Shafi pakao ugomvi mkubwa. Unaona ugisi ushabiki ulivyo Shafi. Ushabiki ni mbaya Shafi. Unaweza kufikia kumkufurisha mwenzako sababu ushabiki tu. Unamshabikia shehe fulani. Unaweza kufikia hatua ya kumbidisha mwenzako sababu ya ushabiki, unamshabikia shehe fulani. Mimi niko ndo shehe wangu. Ushabiki ni mbaya mpaka nani yule? Al-Imamu msahau wallahi. Anasema nimefika sehemu nikakutana watu wa madhhabi Hanafi na Shafi'i wana uadui mkubwa, mpaka nikasema hawa wataumizana. Niliposafiri, niliporudi, nikakutana wale katika kile kijiji wamekwisha wote, wamepigana wakauana. Shabiki ni mbasha. Ibn Hajar na Badrul Ain, kuna magomvi yalitokea baina yao katika vitabu, wakapigana radi. Ukichunguza kuna ushabiki fulani, huu ni Shafi, huu ni Hanafi. Allah wasamehe ulama wetu, au ni ulama, singetoa mfano wao, lakini tu ndio basi nishautoa. Lakini tu mtufaidike kama ushabiki ni kitu kibaya sana. Kwa hiyo dalili za kusema mimi niko muumini inshallah ikihitajika ni nyingi. Akaanza kusema qala Allah ta'ala wala taqulana li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa yasha Allah, sisemi nitafanya kitu kesho isipokuwa sema inshallah. Sasa mimi muumini, sema inshallah sababu juu ya kesho. Waqala ta'ala fala tuzakku anfusakum a'lamu biman ittaqa, msifi nafsi zenu, Allah ndiye anajua mcha Mungu. Wakana Rasulullah yaqulu hina yadkhulu al-maqbara, na mtume alikuwa anasema kiingia makaburini, assalamu alaykum ahla diyari min al-mu'minina wal muslimin wa inna insha Allah bikum lalahiqun as'alu Allah lana wa lakum al-afiyah. Usalamu uwe juu yenu watu wa nyumbani, waumini na Waislamu, na sisi insha Allah tutakuja kukutana nanyi. Tunaomba Allah sisi na nyinyi afya. Afya maana yake naombea wale wakufa afya. Sio kufa, wana afya gani? Sio ile afya ya Kiswahili. Afya hapa ni kuwekwa mbali na babala, fitna za kaburi na adhabu za kaburi. Waqala sahabi al-jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahaba mwema Abdullah ibn Mas'ud anasema man shahida ala nafsi annahu mu'min falyashhad annahu fi janna, atakayeshuhudia nafsi yake kama ni mu'min basi ashuhudie nafsi yake kama ni mtu peponi. Hili katika dalili za kusema inshallah, za kusema mimi niko mu'min inshallah ikihitajika. Waqala Jarir rahimahullah, sami'tu Mansur ibn al-Muqtamir والمغيرة والأعمش والليث وعمارة بن القعقاع وابن شبرمة
والعلاء بن المسيب ويزيد ابن أبي زياد وسفيان الثوري وابن المبارك ومن أدركت يستثنون في الإيمان ويعيبون على من لم يستثني. hao wote ulama vigogo. Jariri anasema ulama vigogo wa kisalafu, kwa sababu akida za masalafu zilikuwa zinajulikana, na hii ni kaida tulabu ilmu waichukue vizuri, waichukue izingatie. Akida za masalafu zinajulikana kwa wingi. Kuna zile akida ambazo pako khilafu. Kauli raji, tizamini kauli ya wengi. Mathalan, tizamini masala ya Allah alimuumba Adam kwa sura yake. Kuna baadhi ya masalafu wanasema sio sura ya Allah, lakini wengi wanasema ni sura ya Allah. Tunachukua kauli ya wengi katika kujua akida sahihi. Ni kutazama masalafu wengi wamesema, hasa zile karne tatu bora, na hawa ni katika zile karne tatu. Anasema nimewadiriki, wanasema ikibidi kusema huko mu'min weka inshallah, na mtu mwenye haweki inshallah huyo wanamtia aibu. Ukisikia masala unaweza kashangaa, ni masala yamepamba moto huko nyuma. Nishatoa mfano, nimekuzungumzia kwa kifupi tu, lakini ukifungua vitabu, kama ningekuwa nimeanza hii darasa langu mapema, ningefungua kitabu nikasoma kwa kisa cha wakati wa Shafi na wakati wa Hanafi, lakini makadara yamenianzisha, nimechelewa na nataka nimalizie tu hapa. Na nishaona baadhi ya watu wameingia kwenye darasa, nadhani kama wananiashiria tufanye mkutano baada ya darasa. Maana kuna mambo ya tungoje. Kabla ya darasa tulikuwa kwenye darasa zingine, tukasomesha, tumeingia kwenye darasa. Na hapa baada ya darasa tunangojwa na mikutano, na huenda baada ya mikutano tunangojwa na kesi. Kesi zimekuwa nyingi kipindi cha jua. Nazoea kesi zinakuwa kipindi cha giza. Ulaya giza linawapigaga watu mpaka wanagombana bila sababu, lakini wakati tu wajua tena. Lakini sio vibaya, ndio mteni Allah, msishindwe kuja kwenye kesi. Ndio asikilizeni. وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن الإيمان فقال قول وعمل ونية. الإمام أحمد aliulizwa kuhusu imani akasema imani ni kauli na amal na nia. Zile imani za baadhi ya watu wengi bana, imani ni acha kazia tu, wewe mtoto wa Kiislamu basi inatosha. La, qila lahu fa idha qala ar-rajulu mu'minun anta qala hadhihi bid'ah. Kama hivi kumwambia mtu wewe uko mu'min, mwambia mtu wewe ni mu'min anta, kimuuliza wewe ni mu'min huko muamini, sema hiyo ni bid'a. Qila lahu fama yuraddu alayhi qala yaqul mu'min inshallah. Yani masala ya bid'a ni masala ya bid'a yalianzishwa hicho kipindi cha kina Imam Ahmad au kabla yake kidogo, ikawa yameleta ukorofi kweli, watu wakazuzana. Kama hivi jinsi leo palitokeza masala ya ukorofi, yani watu kujiita masalafi na watu kujiita masalafi. Yani ni audio nimetumiwa, imepotezea wakati wangu. Mtu anasema walikuwa wanaitwa mawahabi. Sasa waliona washawagundua watu wakajibalisha wakajiita masalafi. Masala yako na fitna kwenye mitandao ya kijamii na nini, na masala yako ni hivyo kipindi kama haya yani. Lakini ulama wamekariri vizuri ya masala ya salafu, wasema kwamba ikihitajika kujiita unaweza kujiita, na salafu ni laqabu nzuri, na sisi wote tunastahili kuwa masalafi kama kile mtu anaelewa mwanzo darasa. Na hicho kipindi cha kina Imam Ahmad ilikuwa watu wanaulizana uko mu'min, wanataka kusikia. Ukisema mu'min inshallah wanakukufurisha, wanakuhama. Ukisema niko mu'min sawa, kalita fitna. Allah msta'an. Kumaliza darasa leo, labda leo nitoe maswali mawili kama itakuwa maswali mawili. Karibu. Nani anapandisha mkono? Yasmin. Wape nafasi bila maji. Upo? Nipo Sheikh, ana nipo, acha nafungulie maswali. Barakallahu fiki. Naam, awali jina aliyetangulia, lakini nishamfungulia Birahma, anakaribishwa. Mimi ndo nimeanza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam. Ujambo wangu kipenzi, long time. Fanya uje leo tupe da'wa. Barakallahu fiki. Watu hifadhi. Nilikuwa nauliza hivi, hapo mmezungumzia kuhusu mtu akifanya uzinifu imani yake inaondolewa.
Kwa hiyo mtu aache kusali sasa, kwa sababu utasali vipi hauna imani? Utafunga vipi hauna imani? Ndio swali langu hilo hapo la kwanza. Ama swali la pili, nitakao nikumbushie hiyo hadithi ya Mtume alivyosema wa inzana wa insaraq. Kwa hiyo ni mtu akifanya uzinifu akaiba, madhali mimi niliwahi kusikia kwenye darasa la Sheikh Khalid Rashid anasema ikiwa mtu atasali kwa wakati wake, hata kama atazini ataiba, dakhala aljanna. Ndio jinsi niliwahi nisikia kwenye darasa lake. Sawa, swali zako nzuri. Swali la kwanza, sasa mtu asali vipi na yeye ameshazini, imani imeondolea? Kwa kumsikia Ibn Abbas na Abu Huraira, Abu Huraira ndio amesema akijutia akatubia akarejea, imani inarudi. Sasa Kama ikifika wakati anadumu kwenye uzinifu napo, naam, kama anadumu kwenye uzinifu, kama anadumu kwenye uzinifu, kwanza aolewe au aowe. Hiyo ndio dawa ya uzinifu, aowe au aolewe, la kwanza. Na la pili, tauba nzuri ni ile tauba ambayo umeshindikiza na sababu za kujiweka mbali na ile zina. Mfano, mtu anatubia Allah, anajirejea, anajutia sitorudi kuzini, lakini yule walizini nayo bado angaliki na namba zake wanachati, mtu tena mtazini, ndio mtu afika na dumu tena. Hiyo inakuwa sio taubatan nasuha. Qala Allah ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Tubini tauba nasuha. Tauba nasuha anasema baada ya kusema Qur'an ni wewe unatubia kwa Allah, tena zile sababu zote zinafanyika uzini unazifunga, unamblock ule mtu ambaye mmezini naye, unamblock au unamwambia tuoane, ndio unatubia kwa Allah. Allah anatubia sinturudi kuzini. Ukishafanya hizo sababu ikatokea tena mkatereza, rudia tena, urejee tena, utubie tena tena, ujitie tena, lakini sio uende kufanya tauba ya zina na bado zile sababu ambazo zinakupeleka kwenye zina zingaliki. Ukidumu hivyo, inakuwa ile tauba yako burusu, haikubaliki. Inakuwa kama wale watoto wa mzee Yakub waliposema waqtulu yusufa au istirahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Tumue Yusuf. Mtu mmoja akamwambia kuua ni dhambi, tutatubia baadaye. Tauba hivyo haikubaliki, haikueleza sharti za tauba. Swali lako la pili, umesikia kwa Khalid Rashid. Khalid Rashid sijui kama shakufa, kama angaliki jela, walikuwa walimfunga Saudia. Allah amfungue na amrahisishie habari zake kama yuko hai. Shekhe anaathiri mawaidha yake, mashaallah. Kuna baadhi ya watu wamejaribu kumwita katika makhawarij, lakini nadhani walifanya haraka, bali anaweza kuwa tu kuna uslubu fulani anaweza kuwa ameukosea, Allah msamehe kwa hilo, lakini kumfikisha kwenye makhawarij haraka hivi sio vizuri, kama jinsi alivyosema Sheikh Fauzan. Akasema maduati ambao wanahamasisha watu kukufurisha viongozi au kujiripua, tunawazania kheri, lakini kitendo chao hicho cha makhawarij. Bana wao ni makhawarij, ndio kitendo cha makhawarij. Kwa hiyo alisema hivyo Khalid Rashid. Ikiwa kama amesema hivyo kwamba mtu akizini akaiba akasali sala kwa wakati wake ataingia peponi, anakusudia ni Muislamu ataingia peponi baada ya madhambi yake. Allah atamchujia kwanza madhambi yake, ikiwa kwamba thawabu zake zimezidi madhambi ataingia peponi bila kuingia motoni, lakini ikiwa kama mizani yake madhambi ni mizito ataingia motoni kwanza. Kwa hiyo watu wajikinge na uzinifu, kwa kweli ni janga, tatizo, ni kitu kibaya sana, inaweza kumsababisha mtu akadumu motoni au akakaa siku nyingi. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an akasema madhambi kadhaa, kuua, kufanya shirki, akasema aje na kuzini, wala yazinun wa man yaf'al dhalika yalqa athama, atakayezini atapata madhambi mengi, yudhaafu lahu al'adhabu yawm al-qiyama, adhabu yake itakuwa ni nyingi siku ya kiyama, yakhludi fihi muhana, na ataikaa motoni miaka mingi. Uzinifu ni janga. Wallahu a'lam. Allah zaidi.
ibn Majah. Naam, tuna dada yetu mwingine alikuwa ameinua mkono, Umu Yasmin, lakini ana ameteremsha. Acha tumfungulie maiki yake, naye kama ataweza kuuliza swali lake, anakaribishwa afungue maiki yake. Umu Yasmin, karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alayhi salam wa barakatuh. Nilikuwa naulizia kuhusu Uislamu na imani na ihsani. Ipi iko na daraja ya juu? Ni da ziada anabadilisha jina lake. Umu Yasmin. Naam. Uliulizia Uislamu na imani na ihsan, sio uliulizia hiyo? Ndiyo. Uislamu ndo daraja ya chini. Uislamu ndo daraja ya chini. قالت الأعراب آمنا wabedua wamesilimu tu ito kaambia mtume tusha nisini waumini. Allah kawajibu akaambia waambie wabedui kullam tu'min walakin qulu aslamna, semeni hamjaamini, sema mwenye nyinyi waislamu. walamma yadkhul al-iman fi qulub, mpaka imani ingie kwenye roho. Hii aya inaonyesha kwamba la Uislamu mtu akishasilimu akasali ule Uislamu. Tukimwona mtu anasali pamoja nasi, tukimwona mtu anaswaumu Ramadhani, anatoa zaka, zile nguzo za Uislamu, ule Uislamu, bila kuchunguza rohoni mwake kuna nini. Lakini imani sasa ndio unakutana mtafuta madarasa yanamuathiri kweli kweli. Na yanamuathiri madarasa, anakaa ndani, anamwogopa Allah, anajiwaza pepo jinsi ilivyo na utamu wa peponi, anataraji, anitafuta pepo, anajifikiria moto, kama kiingia motoni itakuwa vipi, anaogopa moto. Anakubali hizi akida, anakubali Allah kuwa mbinguni. Ile akida ya kwanza ya sunna, anakubali hii ya pili na zitakazokuja. Hiyo ndio inakuwa imani. Wewe unafuata madarasa ili uzijue hizi akida, uzikubali. Hiyo ndio imani. Ni hali ya rohoni na ule uchamungu wa rohoni, ndio imani. Hiyo ni daraja ya pili. Daraja ya tatu, ihsan. Ihsan kama kile alivyosema Ibn Hajar, ukirudia kwenye Fathul Bari ndio darasa hadithi ya Umar bin Khattab في فتح الباري صحيح البخاري amesharisha vizuri sana tofauti ya imani na ihsan na Uislamu, lakini hapa tunasema kwa kifupi. Akasema ihsan ina daraja mbili, ndio daraja ya juu. Wal ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tara. Hiyo sasa ihsan ni daraja nyingine. Imani ni daraja tu, unaona kama unaona pepo, unajifikiria habari za pepo, habari za moto, unaogopa. Innahum kanu yad'unana raghaban wa rahaba. Allah ametaja mitume pale kwenye sura Al-Anbiya, kisha kawasifu anasema innahum kanu yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Khashia, wanamumbaga Allah kwa kutaraji pepo na kwa kuogopa moto, na ni watu wenye unyenyekevu. Hiyo ndio imani. Ihsani sasa, mtu akifikia daraja ya ihsani ni kama ile ya Yusuf nabii. Zulaikha alipomtamani wazini, Allah semaje? walaqad hammat bihi wa hamma biha laula araa burhan. Hii burhani ndio ihsani. Zulaikha alimtamani Yusuf wazini, alimtaka, alimpenda, na Yusuf alimpenda Zulaikha, alimtamani. Ndio sahihi. Kuna watu tafsiri wanakuambia Yusuf kumtamani alitaka kumwasha makofi. Ala, Zulaikha atakuwa sasa ni kibogoyo. Mwanamke kibogoyo hana meno, havutii. Na ikiwa kama ndivyo alivyo, ni mwanamke havutii, sio mtihani kwa Yusuf. Mtihani ambao utapata thawabu kwa Allah ni ule mtihani unataka kutokea rohoni, unapambana na nafsi. Ndio mtihani. Mtume alisema sallallahu, akasema watu wa sita watakuwa chini ya kivuli cha Allah. Amesema mtu wa mwisho, amesema mtu gani? Wa mwisho ule. Akasema mwisho, mtu katika wale wa sita, akasema da'atu imra'atun dhatu jamal wa mansib.
mtu aliitwa na mwanamke mzuri na mwenye pesa. Anza kuwa ni mwanamke mzuri alikuita, lakini hauna nafasi ya kwenda kujiiba naye, hauna nafasi ya kwenda kupata zako raha zako, huna hiyo nafasi. Ukashindwa, hiyo sio imani. Lakini pia anza kuwa ni mwanamke mwenye mali zake, lakini sio mzuri, ukaacha kupata raha zako duniani, sio kwa imani, kwa sababu sio mzuri, lakini mzuri na iko na nafasi na iko na jumba lake, akubeba jumba langu mimi niko huru, ndio Ulaya hii, ndio zina za Mungu. Akasema mimi namuogopa Mungu. Umesikia hapo? Yani maana yake inabidi mtihani huo, ndio tafsiri sahihi, ndio tafsiri sahihi imerajihishwa, hata Ibn amerajihishwa. Tabitini yule Zulaikha alimtaka Yusuf, akamshawishi na Yusuf akaanza kushawishika, naye nafsi ikamwambia jipe pole kidogo, haraka haraka, hawatajua ni siri, mtaficha siri. Sio hizo tu wanakuwa nazini hivyo. Lakini msikia Allah, laula araa burhana rabbi, kama hangeona uongofu wa Mola wake, kama hangeona dalili ya Mola wake. Unajua dalili, wanakwambia wana tafsiri, alifunguliwa pazia ya mbinguni, antaabuda Allaha kaannaka tarahu. Imani, ihsan ni kumwabudu Allah kana kwamba unamuona. Yani maana yake unaona kama, yani ukitaka kufanya kitu unaona kama Allah iko nakuona. Hiyo ndio ihsan, sio tena pepo na moto. Sio pepo na moto. Pepo na moto ni imani, lakini ihsan ni kujimuonea Allah live. Antaabuda Allah kaannaka tarahu, kana kwamba unamuona. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, kama umuoni yeye anakuona. Hizi ndio daraja mbili. Ibn Hajar anakuambia daraja kubwa kuliko nyingine ni hii ya wewe kana kwamba unamuona Allah. Hiyo ndio daraja kubwa, kana kwamba unamuona Allah. Katika ile hadithi ameandika Imam Dhahabi kwenye Al-Ulum, malaika walimwambia Allah, unaweka watu tajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, watu watafanya uharibifu duniani, watamwaga damu. Allah akamwambia, kwa sababu nyinyi mko karibu yangu mimi, mko karibu yangu, mnanisikia, mnaniona, ndio maana hamniasi. Na nyingi wapelekene kule, nikawapeni matamanifu, mambo yangepandiana. Sasa mtu mwenye imani, mwenye ihsani, kana kwamba ni malaika. Yaani malaika hawezi kufanya madhambi kwa sababu wako karibu na Allah, wanamsikia Allah sauti yake, kana kwamba wanamuona. Na daraja ya ihsan ni daraja imani ya juu. Yaani unamuogopa Allah kana kwamba unamuona. Wallahi pako watu wako hivyo, anasema mimi siwezi kufanya ni jambo. Utakufanya jambo kwa nini? Ibn Allah anatuona. Sema kwa ya tauba. Siwezi kumwasi Allah. Yaani unasikia haya kana kwamba unasema sitaki Allah nione kwenye vitu ambavyo amekataza. Hiyo ni daraja ya juu kuliko kumfanya kama Allah anakuona, kwa sababu ukifanya kama Allah anakuona, acha nifanye hiki kitu kwa sababu Allah aniona, ni daraja ya chini kuliko hii ya pili. Kwa nini? Kwa sababu Allah aniona mimi simuoni. Lakini ukisema mimi namuona Allah, inalazimika yeye anakuona. Kwa daraja ya hii ya kwanza, antaabudu Allah kaannaka tarahu, ndio kubwa. Ibn Hajar amesema. Ndio unakutana yule binti wakati wa Umar bin Khattab, mama yake akamwambia weka maji katika maziwa, akamwambia Amirul Mu'minin amekataza usiweke maji kwenye maziwa kwenda kuusia ibia watu. Yule mama yake akamwambia sasa, kwani Umar anatuona? Akamwambia kama Umar anatuona, lakini Mola wa Umar anatuona. Unasikia daraja hiyo? Ndio inaitwa ihsan. Mmoja sasa tuongeze na uchamungu. Uchamungu, ataqwa hauna. Uchamungu uko rohoni. Uchamungu wanasemaga ulama ni imani, lakini sasa kwa kuzamilia, ndio uchamungu. Imani kwa kuzamilia. Na wengine ulama walipofasiri kauli ya Allah, wataawanu ala albirri wattaqwa, taawanu ala albirri wattaqwa, wakasema albirri ni albirri na taqwa ifikija sehemu moja, wema na uchamungu. Wema inakuwa ni vitendo vya wingi, kutoa zile sadakati na kadhalika, na hiyo ni wema. Uchamungu sasa ni ile imani, lakini sasa zaidi. Mathalan imani
ni mtu unakaa unanyenyekea, unamwogopa Allah, kukumbuka pepo moto. Ucha Mungu alafu unalia. Ukiwa mcha Mungu na machozi yanatoka. Kuna mtu yuko na imani kweli, anasikitika, lakini uchozi hautoki. Ucha Mungu hamna, au ucha Mungu ni mdogo. Ana imani lakini ucha Mungu ni mdogo. Ucha Mungu ni mtu anaasirika kweli kweli. Naam. Allah. Naam Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Naam, nilikuwa nafikiri labda pako, nilikuwa najua ni almu'min, almuslim, almu'min, kisha panapatia attaqi. Hiyo ya ihsan nimekuja kuisikia hivi, shukrani, nilikuwa sijawahi kuisikia kabisa. Maana nilikuwa nafikiria labda attaqi ndio daraja ya mwisho ya juu kabisa, kwa sababu kupata tazile katika aya nyingi Mwenyezi Mungu anasema tawalipa wenye kunani kumcha Mungu na nini mjira mkubwa kuliko waaminifu. Ndio nikasema utaongezea ya nne tusikie tofauti ni haja hapo. Na insha Allah ufuate ile darasa la hadithi ya Umar radhiallahu anhu kwenye sahihu al-Bukhari. Ukilikosa utaniandikia nikutumie nalo, kwa sababu nishakuwa na uzoefu wa kuingia kwenye ile channel ya Imran na napata zile darasa zote, na hata ile channel ya Qudra, hata channel ya Shaaban Shata kule Australia iko katika ile channel ya Imran. Tumezungumzia masala ya kuhusu imani na ihsani na uchamungu na Uislamu kwa pumzi nyingi ndefu nzuri, mtaka faidika zaidi inshallah. Naam, shukran sana Sheikh. Na naona hakuna yeyote alishainua mkono mwingine isipokuwa kuna iPhone kainua. Jika ndio Rahma yule au ni mwingine? Acha tumkaribie, tumpe sehemu ya mwisho, swali lake la mwisho. Karibuni, afungue mic yake. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Alafu daraja ya subra ni daraja ngapi? Daraja ya subra. Subira haiko katika haya malaqab, haya majina. Haiko katika majina. Iko katika majina ya ingine ya sehemu zingine za sifa ya mtu au sifa vile. Lakini daraja za laqab au za jina la Kiislamu tunaweza kujiita muslim au ni muislam au mu'min muislam au taqi au almuhsin. Lakini bako zile daraja zingine aswadiq, mkweli, aswabir, mwenye kusubiria, alkhashi', mwenye kunyenyekea, almuhtasib, mwenye kutaraji hisabu kwa Allah na vinginevyo. Hizo ni daraja zingine za sifa zingine. Ni kama zile daraja zingine tatu ambazo zinaingia katika hizi: an-nabiyyu was-siddiqu wash-shahidu wa-salih. Hizi daraja zingine nne ziko kivyake, ni daraja ziko nyaja nyingine. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Yako tuombe dua tunale. kuna mtu swali la mwisho hapo, labda kama Ibn Majah hatumpa nafasi. Ibn Majah upo? Abu Zulkifl amepandisha. Na nimeshafungulia mic, aulize swali lake ndugu yetu Abu Zulkifl. Naam, ndugu yetu, ungefungua mic yako uulize swali lako la mwisho hilo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa barakatuh. Naam, shukrani kwa kupewa nafasi. Naam Sheikh, mimi swali langu linakuja, nimesikia ulikuwa unasema kwamba ikiwa kama mtu atakufa, labda mtu alikuwa ni muovu ama alikuwa na maovu ambayo alikuwa anayafanya, alafu akafa, labda Waislamu wote wakakataa kumsalia katika kijiji hiko, nasema kwamba watu wote watapata adhabu, wataandikiwa adhabu. Je, ikiwa kama huyu mtu ambaye alikufa, kabla ya yeye kufa alisema kwamba asiswaliwe au alisema kwamba asizikwe, inakuwaje hii hali kama hii? Ima labda aliyazungumza akiwa ni mzima au alikuwa amechanganyikiwa, inakuwaje kwenye hali kama hii? Alafu swali langu la pili, ni hukumu gani ambayo je, ni sahihi mtu kutubia
kwa kutia kiapo kwenye masahafu. Maana naona siku hizi kuna baadhi ya mashehe wanakataa kufungisha ndoa ikiwa kama wale ambao wanaotaka kufunga ndoa hawapo tayari kutia kiapo kwenye masahafu, labda kujikinga na usinifu au labda uh, okay, yani hasa sana swala la usinifu kwamba watu wanalazimisha kwamba watu watie kiapo kwenye masahafu. Je, ni sahihi kutumia masahafu kutia kiapo labda kwa kuhutubia au kwa kujikinga na masuala ya usinifu na dhambi zingine? Na kwa sababu Barakallahu fikum, maswali yako mazuri, hasa swali la kwanza. Mtu ambaye amesema naam, na ni kweli kabisa, mtu kama hatukumsalia na ni Muislamu kutokana na madhambi yake fulani, labda alifilia kwenye baa, lakini Muislamu alikuwa anasali, au amefilia juu ya uzinifu, yuko kwenye hotelini, walimfuma na mke wa mtu akampiga akafa, na ni Muislamu alikuwa anasali, tukasema tusimsalii, tunapata dhambi sisi wote, bali wale maimamu wenye wanategemewa ndio wataacha kumsalia, kila Waislamu wengine wamsalie. Sasa ikiwa yeye mwenyewe amehusia bana, mimi nisisalie, mara nyingi anakuwa ni watu wagonjwa. Kama ni mtu ni Muislamu anasali vizuri akahusia hivyo, anakuwa ni mgonjwa wa kichwa mara nyingi, na nishawahi kusikia hizo habari kabisa, amesema asisaliwe lakini mgonjwa. Kama sio mgonjwa, ameshatoka kwenye Uislamu, hakuja na sali. Nasema hizo sala zetu sizitaki, na mimi sinisali nikifa au watu wako. Mpaka na kisa nakumbuka baadhi yenu mbali kitokea mtu mmoja kabisa alipinga mambo ya sheria kabisa, na akasema asisaliwe na nini, watu wakagaradisha wakaenda kumsalia kwa nguvu, kama akaenda kumzika kwa nguvu, anasema asizikwe. Gari ikafanya accident, watu wakaumia, watu wengine wakafa. Mara nyingi unakutana ni mtu ambaye amesharitaji au ameshachukia Uislamu, ametokana Uislamu, ameacha swala na nini, ndio anahusia asisaliwe. Ama mtu mzima buheri kabisa na anasali vizuri, Muislamu kabisa, ahusie kwamba mimi nisisaliwe na nisizikwe. Sijawahi kusikia, lakini je, ikitokea? Sijawahi kusikia na haipigi taswira, lakini ikitokea, ama ikitokea, mara nyingi inakuwa ni suul khatima, inakuwa ni suul khatima, ni mwisho mbaya, ni dalili ya mwisho mbaya. Kuna kisa kimenipitiaga zamani, mtu mmoja alikuwa ni imamu, alikuwa ni muadhini miaka 40 muadhini, na mtu mwingine alikuwa imamu miaka 30. Nimesikia hicho kisa kwa Sheikh Abdul Hamid Kishi rahmatullahi alayhi. Walipotaka kufa kwenye sakarati al-maut, kila mmoja wao anambia leteni mushafu. Wakamletea mushafu, akasema ushhidukum ayuha ushhidukum ya ayuha julasa, na kushuhudisheni enyi mliohudhuria hapo kwenye sakarati al-maut, anni bari'un min hadha al-mushaf, mimi niko mbali na mushafu. Hii suul khatima. Anasema kwamba alikuwa anatoa azana wana imam uinje wake, lakini siri zake alikuwa anafanya mambo hata ibilisi anaogopa. Na hiyo ni hatari ya madhambi ya siri. Hatari ya madhambi ya siri yanakunyimaga husnul khatima, mwisho mzuri. Nakwambia ukiwa unaonyesha ucha Mungu, uinjacha siri zako zikachafuka, mara nyingi Allah anakunyimaga mwisho mzuri. Kwa hiyo inakuwa ni suul khatima, ndio ikasababisha mtu akafikia kutamka mambo kama hayo. Je, sisi kama Waislamu huyo mtu tutamsalia au tumsalia? Huyo ambaye amesema yuko baria min mushaf, hiyo ni ridda, ameritaji huyo, wazi kama hatusalio. Lakini huyu mwisema msinisalii, sio ridda, sio kuritaji. Anaweza kuwa sababu zake zingine, mfano akashikilia kwamba Waislamu ni wanafiki. Kuna watu kuna mwelekeo wa maajabu ajabu, na kijapokuwa wengi wanakuwa ni wagonjwa, asema mimi sikubali hata shia hata mmoja, asinisaidie hata shia mmoja. Waislamu shakuwa wanafiki, msinisaidie. Huyu anasaidiwa sababu hilo neno halimtoi katika
Uislamu tasaliwa. Ingawa kuna hadithi Mtume amesema, na hii ni muhimu sana watu tuizingatie, tunakosea sana. Jamii imeharibika, watu wote wameoza. Mtume anasema man qala fasada an-nas fa huwa awwaluhum, atakayesema watu wameharibika ndio wa kwanza mbele. Na wallahu a'lam. Ama zani maswali yako ni mawili. Hilo swali la kwanza. La pili lilikuwa ni aje, nimesahau. Swali la pili lilikuwa ni kwamba je, inaswihi mtu kutia kiapo kwenye masahafu Naam. kwa kumwahidi mtu labda nini tutafanya kitu fulani? Maana siku hizi nasikia kuna mashehe kabla ya kufikisha ndoa wanataka wanandoa watie kiapo kwenye masahafu. Je, inaswihi kufanya hivyo? Kwanza hiyo ni bid'a. Kuwaapisha watu kabla ya ndoa ni bid'a. Wakati wa Mtume haikuwa hivyo. Sharti za ndoa zikienea 5, mtu amfikisha ndoa na kuisha. Kuna mambo ya kuwapishana. Mambo ya kuwapishana ni bid'a, haijuzu. Na kuna baadhi hata mashehe ishawadiriki wanafanya hivyo, nikawafikishia nikawanasihi. Na kuwapa kwenye msahafu sahihi ni bid'a. Kuwapa msahafu pia ni bid'a, kwa sababu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwepo, Qur'ani ilikuwepo kwa watu wa Qur'ani. Mtu akisema sasa ilikuwa kusanywa wakati wa Abubakar, Umar, wakati wa Uthman, Ali, hapakuwa mwe kuapishana kwenye msahafu au kuapia kwenye msahafu. Kuwapa kuna njia. Walikuwa wanapishana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu amezini ndio tuwaapisha. Walikuwa wanashuhudia watu, wanakuja watu wanashuhudia msikitini na hapa. Wala hapakuwa msahafu. Naam, kuna kauli kama Imam Shafi amejihusisha kuwapa kwenye mushafu tabarukan bil mushaf, lakini ingawa Imam Shafi atakuwa alisema ni kaulun laysa fihi dalil, ni kauli haina dalili, laysa alayhi dalil, ni kauli haina dalili. Kwa hiyo kama Mtume hakufanya hivyo, maswahaba hakufanya hivyo, inakuwa ni bid'a, haijuzu kufanya. Kwa hiyo mtu akitaka kuwapa, kama ni kiapo kinastahili, kiapo kinafaa cha kuwapa, mathalan kama unamtuhumu mke wako, unamfuma mke wako, viapo vilikuwa vinapatikana wakati wa Mtume na hata Qur'ani imeashiria viapo 5. Au mtu alimfuma mume wake akamwambia nimekufuma, akakataa, twende kuapishana, wakati hapa. Au mfano unamzania mwenzako kitu fulani, unamwapisha kama ikifanya, sio mpaka alete msahafu. Kwa tu kiapo cha serious cha kukazia, kwa sababu ile yapo ya barabarani, vile yapo ya kuponyoka havihukumiwi. Viapo viko sampuli 3. Okay, hapo ambacho ni cha kuponyoka, kujifikiria au kutulia, hicho Allah anakusamehe. La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah kuchukulia kwa ile viapo ambavyo umeponyoka, lakini kile kiapo ambacho umeombwa, bwana, moja kwanza nataka utuapie, haingoje mpaka uje msahafu, nataka utuapie. Akakaa, wallahi mimi nataka nikuapieni vizuri. Jifikirie vizuri, tulia, uwape vya ukweli. Hicho kiapo hicho ni kizito. Sasa kuna kiapo cha mustakabali, hicho ndio vipengele viwili. Sasa viko vitatu. Kiapo cha kwanza cha upuuzi, kile cha umekaa huko na kama mwenzako una hapa hivi, na kiapo kingine ni kiapo cha mustakabali, yani cha baadaye. Wallahi mimi sitafanya hivi, wallahi timu itafunga, wallahi sitakuja kwako, wallahi sitaingia ule msikiti, wallahi. Hivyo viapo hivyo unafanya kafara, basi unafanya kile kitu. Allah anasema kwenye Qur'ani, anasema wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wala taj'alu Allaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu baina an-nas. Usiape kiapo kikakuziwia kufanya jambo lizuri. Mtu anaweza kuwa mimi shaga hapa, sitamsemesha bwana, tutatufanya suluhu, shaga hapa. Hiyo ni makosa. Fanya kafara hicho kiapo, maisha yaendelee. Nchi hapo, wallahi sitamrudia tena yule mwanamke. Bwana, tunafanya suluhu, mrudie. Hicho ni kiapo cha mustakbal, sio kibaya, sio vibaya ukiruke au ufanye kile kitu chile hapo. Na kiapo cha sampuli ya 3 ni kiapo cha maagri. Hicho ndio kibaya sasa, cha pasi.
ni kitu ambacho umekifanya pasi. Mwenzako anataka ajue uhakika wa mambo. Mathalan, inatokea sana kwa mwanamume na mwanamke. Umesafiri ukamwacha mke wako au mume wako, sasa unamtuhumu bana, nataka uniapie kama katika mimi nilipoenda haukunipitaga nyuma ya mgongo, au kuna habari nilikuwa nazisikia, nataka uniapie kama ni kweli au sio kweli. Hicho kiapo kinaitwa yaminul ghamus. Kwa kuna baadhi ya ulama wanakuambia hicho kiapo hicho hakina tauba. Ukisubutu kaapa, wallahi sikufanya unayofanya, hamna tauba, ngoja halak, unahiliki, Allah kuhilikisha. Ndio kile kiapo cha watu kulaaniana mke na mume kwenye Qur'ani, viapo vitano. Wal khamisatu anna la'nata Allah alayhi in kana min al-kadhibin. Cha tano, cha kwanza wallahi wallahi wallahi, cha tano kama niko Mungu Allah ni laani. Na huyu mwanamke hivyo hivyo, wal khamisatu anna ghadab Allah alayha in kana min as-sadiqin. Na yeye haape vinne, cha tano aseme Allah kama mme wangu ni mkweli hajafanya hili jambo nikasirikie. Hicho kia hapo kinamwilikishaga mtu na nyumba yake inaenda. Wallahu a'lam. Naam, shukran sana Sheikh, na Allah kubariki na kulipe kheri kwa darasa zako zote hizo. Amin. Naona dada yetu ameuliza swali, ameuliza anachelewa, amenua mkono da Shems. Sijui tumwache Sheikh tumalizie hapo. Subhanallah. Na Shemsa kila siku anajaga swali lake la kula mwisho kwa inachelewa kuuliza. Shemsa auliza haraka haraka, swali tu limoja. Na mafungo baki yake. Na da Shems ungefungua maiki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam. Samahani shehe. Swali langu ilikuwa hivi, mwanamama umemlingania kuhusu swala, hilo jambo likawa ligumu, haseme vibaya wala kufuru, lakini anasema inshallah nitaswali, inshallah nitaswali. Ikafikia mpaka mauti umemkumba, hajaswali, yuko tu hivyo inshallah, baki si alikufa haswali. Huyu anakuwa ameingia kwa ile hukumu ya kwamba amekufa kafiri, kwa sababu ile hadithi inayosema kwamba tofauti ya Muislamu na kafiri ni swala. Anakufa haswali na alikuwa Muislamu, ila kusemaga vibaya alikuwa tu inshallah. Hapo vipi shehe? Ikiwa kwamba mmemfahamishaga hukumu ya swala, kama mtu akiacha swala ni kafiri na akajua hilo jambo, basi wewe amekufa kafiri. Allah atulinde na hizo hali. Kama mmemfahamishaga akajua kabisa kuacha sala ni ukafiri, ni janga, akaendelea na hiyo inshallah yake mpaka ataipika msombe akafa hiyo, huyo ni kafiri sahihi katika kauli za ulama, na hatusaliwa hatuzikwa, bali ataenda kuwekwa shimoni. Lakini ikiwa kama alikuwa ajua tu kama sala ni kama kitu kawaida, mtu anaweza kama jinsi Waislamu, kuna watu wanakuwa hivyo, mnatukalia tusali, wenye kusali si ndio wazinifu? Yeye anashika masala na uzinifu ni madhambi yanafanana. Afadhali mimi siku ile nazini, siku ile sala, lakini sasa wenye kusali ndio wazinifu wenyewe, ajui maskini huyo anakuwa kafiri kwa sababu ni mjinga. Qala Allah innama tawbatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bijahala. Huyo alifanya madhambi kwa ujinga. Naam, wallahu a'lam. Allah yuslim. Naam, shukran Sheikh. Dua kabisa, nashukuru darasa vizuri, na Allah kulipe na kuanulie kifua chako mjadili chako na akupe umri mrefu ni manufaa zidi kunufaika na nyie. Naam. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.